Bwana asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ni siku nyingine ambayo Bwana ameifanya kwa namna hii. Tumeungwa na Bwana. Hakuna chochote kinachotuzuia sisi kumface Mungu. There is nothing. Hamna chochote. We can talk to him anytime, in any situation. Leo nilikuwa natamani kushare na wewe something ambacho kinasema katika kitabu cha Waefeso pale mstari wa 2. Maneno ya Mungu yanasema, Mtume Paulo alikuwa anawaambia Waefeso, anawaambia zamani ninyi mlikuwa mmekufa kwa sababu ya makosa na dhambi zenu mlizoziendea zamani kwa kumfuata roho wa uwezo, roho wa anga atendaye kazi hata sasa katika wana wa kuasi. Kwa jamaa alikuwa anawaambia hawa watu kwamba zamani walikuwa wafu. Maana yake sasa anawaambia watu ambao sasa hivi wanaishi. Sasa unaanza kujiuliza, anawaambia watu waliokuwa wamekufa. Sasa walikuwa wamekufa what kind of death? Walikuwa wamekufa kifo gani? Alafu sasa hivi tena anaongea na watu kwamba wanaishi. Anawaambia zamani mlikuwa mmekufa. Maana yake hawa watu walikuwa wamekufa. Maana yake mtu kuonekana amekufa alafu wanaendelea kuishi katika mwili ni mtu ambaye ametengwa na Mungu. Yani ametengwa na uzima. Mungu ni uzima. Kwa alikuwa anaongea na watu katika namna ya roho. Maana yake mtu akiwa anahesabika ni mwenye dhambi, au mtu mwenye dhambi ni yule ambaye ametengwa na Mungu. Maana yake kwa sababu ya dhambi, anasema zamani ninyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu mlizoziendea zamani kwa kumfuata roho wa uwezo, roho wa anga atendaye kazi hata sasa katika wana wa kuasi. Kwa wana wa kuasi ni watu ambao hawajampokea Kristo. Kwa hiyo sisi tulikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zetu tulizoziendea zamani kwa kumfuata roho wa uwezo. Kwa hiyo mtu sio kwamba alikuwa amekufa amedepart, kwa sababu roho ya mtu ikiwa imedepart, huyo mtu hawezi kuwa ana exist tena kwa namna ya mwili. Maana yake mwili wake unaenda kufukiwa. Kwa hawa watu walikuwa wamekufa, wametengwa na uzima, wameungana na kitu kingine. Yani mtu alikuwa ametenda dhambi, ameungana na kitu kingine. Ambacho alichokuwa ameungana nacho ni shetani au roho wa uwezo, roho wa anga atendaye kazi hata sasa katika wana wa kuasi. Kwa mtu akawa ndani yake ana asili ya dhambi. Asili ya dhambi kwa nini? Kwa sababu katika the source, katika spirit ya mwanadamu alikuwa ametengwa na Mungu, ameungana na kitu kingine, ameungana na shetani. Maana yake ni kwamba huyu mtu kwa namna ya nje atazaa uovu. Kwa nini? Kwa namna ya nje mwilini atazaa uovu kwa sababu kule ndani ameungana na muovu. Huyu mtu kudanganya kwake itakuwa ni kawaida. Huyu mtu kuzini kwake itakuwa ni kawaida. Huyu mtu kufanya mambo mabaya kwake itakuwa ni kawaida. Kwa sababu gani? Amekufa kwa namna ya uzima. Amekufa kwenye asili ya kutenda mema. Ameunganika na shetani. Kwa hiyo tutakachokiona kwa nje ni matokeo ya kile kilichoko ndani. Kwa hiyo mtu akaanza kuwa muovu kutokea ndani. Asili yake ikawa ni dhambi. Kwa sababu gani? Ameungana na muovu, ameungana na roho atendaye kazi hata sasa katika wana wa kuasi. Alafu mstari pale anaendelea nasema, lakini Mungu kwa mapenzi yake makuu, hata wakati wetu tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alitufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho. Yani tumeokolewa kwa neema. Kwa hiyo Mungu alichokifanya, akatutoa kwenye ule ufalme wa giza. Wakolosai 1:13 anasema Mungu alituokoa katika ufalme wa giza na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. That process inatokea mtu anapoamini kazi ya msalaba, kwamba Mungu alikuja kutuokoa katika utumwa wa dhambi. Sio dhambi kama tendo, dhambi kama asili. Maana yake ndani mtu sasa, mtu anaposikia injili, anapoamini, Mungu anamtoa kutoka kwenye ule utumwa, anamtoa kwenye that union with the devil, anaungana sasa hivi na Mungu. Kwa huyu mtu ndani yake sasa hivi anakuwa ana asili ya utakatifu. Kwa nini? Kwa sababu gani? Ametolewa kutoka kwenye that union of the devil. Ametolewa kwenye the union na shetani. Sasa hivi ana the union na Mungu. Kwa hiyo kule ndani sasa anakuwa ana asili mpya ya Mungu, ambayo hii asili ni ya utakatifu. Kwa hiyo mtu alikuwa ana dhambi kama asili ndani yake. Kwa sababu gani? Dhambi ilileta sisi kutengwa na Mungu, kutengwa na uzima, tukawa tuna dhambi. Maana yake kwa asili lazima tuzae vitu vichafu.
lazima tuzae uovu. Kwa Mungu kwa mapenzi yake makuu alichokifanya, akatutoa kwenye ule utumwa, tukaungana naye. Maana yake sasa hivi tumeungana na Mungu. Kwa hiyo utakatifu sasa hivi ndio asili yetu tuliyoipokea katika Kristo. Kwa hiyo hata kama mtu anakosea kwa namna ya nje, anatakiwa asikubaliane na kile ambacho kinatokea kwa namna ya nje, kwa sababu sio asili yake. Ilikuwa ni asili ya zamani wakati mtu ameungana na shetani. Ilikuwa ni asili ya zamani wakati mtu ameungana na roho wa uwezo. Maana yake hata kama huyu mtu akijitahidi kutenda mema, asili yake ndani vinagoma. Kwa sababu gani? Asili yake ana asili ya dhambi, ana asili ya kuungana na roho wa uwezo atendaye kazi hata sasa katika wana wa kuasi. Kwa mtu kiasili alikuwa ni muovu. Mtu kiasili alikuwa ni mwenye dhambi. Mtu kiasili alikuwa hawezi kumplease Mungu. Kwa sababu gani? Alikuwa ameungana na something else. Maana yake ameungana na roho wa uweza atendaye kazi hata sasa katika wana wa kuasi. Kwa kilichotokea, Mungu akatoa that union. Mtu anapoamini kwamba Yesu alikuja kumuokoa kwenye dhambi kama asili, maana yake alikuwa ameungana na muovu. Maana yake anapoamini kwamba Yesu alikuja, Biblia inasema jina la Yesu maana yake ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Maana yake kutokea kwenye ule utumwa wa dhambi, maana yake mtu alikuwa hawezi kushinda dhambi. Kwa sababu gani? Ndani yake ana asili ya dhambi. Kwa Mungu alichokifanya, akatoa that union, akaungana na sisi. Alivyoungana na sisi, sasa hivi inakuwa ni easy. Biblia inasema tumeumbwa tupate kutenda matendo mema, sio tutende matendo mema. Ilikuwa haiwezekani kutenda matendo mema. Kwa sababu gani? Tulikuwa tuna asili ya dhambi. Kwa Mungu alichokifanya, akatuumba katika yeye, akatuzaa mara ya pili. Kutuzaa mara ya pili, tumekuwa viumbe vipya, tuna uzima wa milele. Maana yake sasa hivi tuna union, yani tumeungana na Mungu. Mtu anayeamini kazi ya msalaba anaungana na Mungu. Maana yake anakuwa ana asili ya utakatifu. Maana yake hata kama kwa nje huyu anakosea, ndani yake ana asili ya utakatifu. Ni sawasawa na umchukue mbuzi. Maana yake mbuzi sasa hawezi kutenda kama kondoo. Maana yake tukitaka mbuzi aweze kutenda kama kondoo, inatakiwa tumbadilishie asili. Ukianza kumwambia mbuzi awe mpole, hawezi, kwa sababu sio asili yake. Maana yake Mungu alichokifanya, kama ni mbuzi, natoa mfano huu wa kibinadamu, maana yake hii ni kawaida. Yani maana yake sasa huyu mbuzi tutakachokifanya, tunambadilishia asili, tunamwekea asili ya kondoo. Hata kama kuna muda atashindwa kutenda kama kondoo, kama kondoo, lakini ni process. Maana yake yupo katika training. Maana yake anatakiwa mtu asioneshwe asili yake ya zamani wakati ameungana na shetani, aoneshwe asili yake mpya ambayo ameungana na Mungu. Maana yake mimi ni mtakatifu, nimeungana na Mungu. Maana yake hata kama mtu huyu akikosea, maana yake hana asili ya dhambi. Huyu mtu ametakaswa milele kwa namna ya roho yake, hajaungana tena na shetani. Nasema lakini Mungu kwa mapenzi yake makuu aliyotupenda, hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alitufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo sisi kiasili hatuna dhambi, sisi kiasili tumeungana na Mungu, sisi kiasili tuna asili ya Mungu, sisi kiasili tulihamishwa kutoka kwenye ufalme wa nguvu za giza, tumeingizwa katika ufalme wa Mungu. Kwa hiyo sasa hivi hatuna asili ya dhambi, tuna asili ya utakatifu. Kwa regardless utakosea, haupo chini ya utawala wa shetani tena. Maana yake ni kwamba kinachotokea ni kwamba yani regardless what you unakipitia, regardless kuna kitabia chochote, usiichukulie dhambi kama uzinzi peke yake. Kuna vitabia vile vidogo, umemwangalia mwenzako umemchukia, na wanasema umemwangalia mwanamke kumtamani, maana yake umekwisha kuzini naye. Maana yake ukianza kuicount dhambi, maana yake hakuna mtu ambaye anaweza kutoboa kwa namna hii ya mwilini. Maana yake Mungu anachoangalia ni ile asili. Maana yake sasa hivi it's very easy Mungu kutuambia tupende. Kwa sababu gani? Tumeshatolewa kwenye ile asili ambayo tulikuwa hatuwezi kupenda. Tumetolewa kwenye ile asili ambayo tulikuwa hatuwezi kuwa watakatifu. Tumetolewa kwenye ile asili ambayo tulikuwa tunachukia na kuchukizana. Mtume Paulo anasema, maana yake sasa hivi we can love. Mungu kutuambia tupende, it's very easy, kwa sababu ndio asili yetu. Mungu kutuambia tuwe watakatifu kama yeye alivyo mtakatifu, it's very easy. Kwa sababu gani? Sisi ni watakatifu kwa sababu gani? Ndani yetu kule tumepokea asili yake. Tumetolewa kwenye ule utawala au utumwa wa shetani. Kwa Mungu anaposema ya kwamba kwenye kitabu cha Warumi 6 pale, anasema tulizikwa
Yani siku tulipobatizwa, tulipoamini kazi ya msalaba tukabatizwa, tulizikwa katika mauti yake na tukafufuliwa pamoja naye. Maana yake anasema tangu sasa dhambi haitawatawala ninyi tena. Haitutawali kwa sababu gani? Muamini hatawaliwi na dhambi kwa sababu dhambi sio asili yake. Yani sasa hivi dhambi sio asili yetu. Kwa dhambi haiwezi ikatutawala. Maana kwa sababu gani? Kule kwenye asili dhambi imeondolewa. Kwenye asili dhambi imeondolewa. Kwenye asili dhambi imeondolewa. Maana yake that union ambayo ilikuwa inatufanya sisi tutende dhambi sasa hivi imeondolewa. Hatuna tena union with the devil. Tuna union na Mungu. Kwa hiyo regardless utafanya matendo yale ya kale, jiambie tu haya matendo is not me. Mimi asili yangu sasa hivi ni utakatifu. Nimeungwa na Bwana. Hii dhambi haina nguvu kwa sababu gani? Kule ndani sina asili hiyo. This is the old man, yani mtu wa zamani ameshakufa. Utu wa zamani umebatilika, Warumi anasema. Kwa umebatilika kwa sababu gani? Zamani tulikuwa tukimtumikia roho wa uwezo. Sasa hivi tumeamini kazi aliyoifanya Kristo, ametuhamisha. Sasa hivi tumeungana na yeye. Utakatifu ni asili yetu. Nguvu za Mungu ni asili yetu. Kupenda ni asili yetu. Kila kitu ambacho kipo kwa Mungu ni asili yetu. Ndio maana nasema katika hili pendo limekamilika kwetu, ya kwamba kama yeye alivyo ndivyo na sisi tulivyo ulimwenguni humo. Maana yake sisi tuna mamlaka kama ya kwake. Maana yake sisi sasa hivi shetani hana nguvu tena kwetu, hana nguvu tena, hana cha kutufanya, hatudai. Yani there is nothing, hamna chochote ambacho sasa hivi kinamzuia mtu aliyeamini kazi ya msalaba. Hakituzuii. Yani ni sisi na Mungu. There is no devil. Yani sisi ni union ya sisi na Mungu. There is no devil. Kwa mtu ambaye hajaamini anatawaliwa na dhambi. Mtu ambaye hajaamini ni ana hukumu tayari. Maana yake ana hukumu ya nguvu za giza. Mtu ambaye hajaamini kazi ya msalaba, maana yake yuko under the dominion of the devil. Dhambi inamtawala. Kwa mtu aliyeamini labda tu ajue hatawaliwi na dhambi. Maana yake yeye sio mtu tena wa kuanza kustruggle na dhambi. We are not fasting to deal with sin. Hatufungi kudili na dhambi. Hatufungi kudili na dhambi. Dhambi imeshashughulikiwa. Warumi pale anasema na Mungu alihukumu dhambi katika mwili wa Kristo. Kwa hiyo dhambi imeshahukumiwa. Dhambi haina nguvu kwetu. Sisi kwa asili tumeungana na Mungu. Ile asili ya utu wa kale imetolewa, tuna asili ya Mungu. Kwa sisi sasa hivi we supposed to declare and say sisi ni akina nani katika Kristo. Kwa dhambi ilishashindwa. Dhambi ilishashindwa. Dhambi ilishashindwa. Tukitenda dhambi maana yake ni sisi tumeamua, lakini haina cha kutufanya. Kwa sababu gani? Asili yetu kule tumetakaswa milele katika Kristo. Tumeungana na Mungu. Sisi asili yetu ni utakatifu. Maana yake sisi sasa hivi tumeishinda dhambi. Dhambi haina nguvu kabisa. Dhambi haina nguvu. Kwa regardless unapitia nini, wewe jiambie tu dhambi haina nguvu. Dhambi haina nguvu. Dhambi hainitawali. Kwa sababu gani? Dhambi ilimuua Kristo na akaishinda hiyo dhambi. Ilimfanya yeye afe. Maana yake ilikuwa mshahara wa dhambi ni mauti. Maana yake Yesu akafa kwa sababu ya dhambi. This time amefufuka akiwa ni mwenye haki kwa ajili yetu. Maana yake kwa ajili yetu sisi, na sisi maana yake tunaipokea hiyo haki ya Kristo. Maana yake sisi hivi tumetakaswa milele. Asili yetu sio dhambi. Maana yake asili yetu ni utakatifu. Dhambi haitutawali. Dhambi ilishashughulikiwa katika mwili wa Kristo. Sisi sasa hivi tuna utakatifu. Utakatifu ndio unaotutawala. Haki ndio inatutawala. Utu wema unatutawala. Ni tunda la Roho ndio, na upendo ndio asili yetu. Nguvu za Mungu. Sisi wivu sio asili yetu. Kwa hata kama una wivu jiambie tu sio asili yangu. Asili yangu ni utakatifu. Katika jina la Yesu, be blessed. Amen.